Zenorina Abiha, CEO wa Divax Beauty and Spa. Come on, she's just 21 jamani, lakini amefanya mambo makubwa na tuzo zake 2. You just imagine. Hii ni Girls Code, tunakufungulia kodi na wewe ambaye unatutazama na kutufuatilia. Unaweza ukajitambua kwa namna gani tunazungumzia self awareness ili uweze kufikia ndoto zako. Karibu sana kwenye Girls Code. Thank you so much. Unajisikiaje kuwa kwenye mazingira ya apartment hii ya Kiseke Serenity Residences? Wow, yani mazingira haya nimewapenda because yako very calm, atmosphere yako vizuri, kuna upepo mzuri, ni sehemu nzuri ya kurelax, unakuja una stress zako za biashara, you can sit and relax, stresses na wafanya biashara huwa hampendi makelele, hizi ndo sehemu zenu. Ndo sehemu zenu. Karibu sana. Ni kitu gani ambacho kwanza kimekusukuma kuwa sehemu ambayo sasa hivi upo? Mimi tangia nipo shule, I remember form 2. Kuna kipindi nilifika kabisa nikakataa shule. Okay. Yani business ilikuwa kwenye akili yangu muda mrefu sana. Yani nilikuwa natamani sana, mama mimi nataka nifanye hivi. Mama ananiambia no, wewe bado mdogo, naenda kwa kaka. Ndio usimkaze mama, bado tu miaka michache mama. Kwa nafanya lobbying kutoka kwa mama kwa kaka. Kaka ataongea na mama. Kaka ananiambia no, msikize mama, malizia tu bado miaka michache. So nikasema fine, nika push, lakini nilikuwa nikimaliza kusoma, maybe tumefunga, nilikuwa narudi nyumbani kwenye Mungu. And then nilikuwa very interested kwenye hizi kazi naungana na bro hivi. Sasa bro hizo kunitupa, alikuwa ananilipa kila mwisho wa mwezi. Nilikuwa bado mdogo, hata 18 nilikuwa sijafika. So nilikuwa na this account ambayo inasimamiwa na mtu like familia, baba. So nilikuwa nawekewa hela kwenye account ya malipo kwa sababu nilikuwa nafanya kazi. Remember nilikuwa naamka saa 10 every day. Saa 10? Yeah, kwa sababu ni wafanya kazi. Yeah. Wanatakiwa wasimamiwe, wanywe chai, wafanye nini. So nilikuwa very hard work. Yani ni kitu ambacho ipo kwenye damu for a really long time. So nilipomaliza tu nikasema subiri kwanza. Nikasema mama sasa, mama uende sasa chuo, nimaliza A levels. Uende sasa chuo, nikasema okay fine, nikafanya online like 6 months. Ikanishinda. Nikamwambia mama mimi naingia mtaani. Nikaanza kufanya marketing, Marauto Garage, Aden Palace, mahospitali, maduka ya simu. So I was like, naingiza hela, nalipwa every month. Kama Aden Palace niajiriwa, nilikuwa napewa hela every month. So zingine nilikuwa naenda tunatangaza, so nilikuwa nakusanya hela. Okay. So business ni kitu ambacho niko very interested nacho, ni kitu ambacho nimezaliwa nacho. Okay. Yeah. Kwa hiyo ukajikuta tu unapenda, right? Yeah, nikajikuta napenda, yani automatic. Yani sio kitu ambacho nimelazimishwa. Sawa. Kwa mtu ambaye hakufahamu, pengine anajiuliza leo hii umepataje tuzo 2? Ni kitu gani cha msingi kikubwa ambacho unakifanya mpaka ukafikia hapa kwenye kupata hizi tuzo 2? Unafanya kitu gani? Kwanza kabisa, yani tuzo, mimi kupata tuzo 2 sio kitu kidogo. Maana tuzo sio kitu kidogo jamani. So ni kitu ambacho kipo kwenye damu. Kuna mchuano hapo. Kitu ambacho kipo kwenye damu. Nakumbuka nilipokuwa namalizia shule, nilikuwa nafuatilia sana mambo ya tuzo. One day na mimi nitaka ni walk kwenye jukwaa. So sasa nilipofungua tu biashara, I was working really hard ili ni achieve kile kitu ambacho nilikuwa natamani. Okay. So kuhusu tuzo, I think mostly kwa umri wangu, and wana kabisa huyu binti ni binti mdogo lakini anachokifanya ni kikubwa. So wenyewe wanakuwa interested, sema okay, ana kitu, so let's congratulate her. Wengine wanafanya hivyo kwa ajili ya kunipush. Unajua tuzo inapush mtu. Ukipata inakupa motisha, inakupa motisha ya ku work even harder, yani kupambana sana kwa sababu unajua okay, nimepata hii, let me work hard. Okay. So yeah, pia mimi napenda sana leadership in women. Nimeanzisha organization inaitwa Nia. Organization. Inahusu kusaidia wanawake kuzifikia ndoto zao. Okay. Naamini nishapiga simu nyingi sana wasichana wenzangu. Wengine wameweza form 4, wengine wako tu, unajua sio kila mtu ana uwezo wa kusoma akaendelea hiyo gharama. Tunapiga simu, umewezaje? Mimi nipo tu, nimemaliza shule, sijui cha kufanya. Mwingine mimi sijui, nahitaji hata mtaji kidogo, sijui nini. Yani na hali ngumu, maisha magumu. Mwingine nimezalishwa, nimeachwa, bado umri wangu ni mdogo. Natamani siku moja nije kuwa kama wewe. So ni ile kitu inaniumiza sana kwa sababu mimi ni msichana. Kama mimi niliweza, naweza ku raise awareness kwa wasichana wenzangu. Why not others? Wanaweza pia. So Nia organization iko pale
kwa ajili ya kuwainua wale wasichana, sio tu kuwapa pesa, hapana. Kuna programs mbalimbali nyingi sana ambazo zitawapa elimu. Wengine wanataka kuwa wafanyabiashara, wengine wanataka kuwa wasusi, mimi na saluni ya nitawainua, kuna elimu, nitawapa elimu. Wengine wanataka kuwa washonaji, nitawaconnect na washonaji nguo wakubwa. So yani hiyo ndio ni organization Ni kwa muda gani tangu umejiingiza kwenye biashara? I mean, umeanza kufanya hii biashara mpaka ukafungua Divax Beauty and Spa kwa muda gani? Divax Beauty and Spa sasa hivi ina miaka 2 na miezi 6. Miaka 2 na miezi 6. Kwa hiyo ulifungua ukiwa na miaka mingapi tuseme? Miaka 18. Yeah, maybe sasa jambo mengi kwa mfanya biashara mambo mengi, I think so. So Divax, mimi nilikuwa sina idea saluni. Nilikuwa nataka nifanye electronics ni nini. Nilikuwa nimekusanya hela zangu kipindi kile nasoma, nilikuwa nalipwa. And marketing nini nayo ikanipa hela, kusanya langu nikanunua frame nilikuwa nataka nifanye electronics, niende China, ma TV, ma fridge. But then mtu tu alitufuata akamwambia mama, kwa nini usifungue saluni umekaa tu? Mama akasema mimi mume wangu umeenda. Kwa nini msifanye na binti yangu? Nikamwambia mama, mimi nimeshanunua frame, nataka kufanya mambo yangu. Baadaye nikakaa nikafikiria, okay, let me try this. Ndo nikawa nimeuza ile kuthubutu. Nikawa nimeuza ile frame sasa nilioinunua kwende. Bahati nzuri niliuza bei ni double. Kwa sababu ni katikati ya mji, so nikapata hela nyingi sana. Nikasema okay, tufanye hii saluni. Kafungua saluni. Of course, miaka 2 in business ilikuwa ni very hard. And it's not easy. It's very very hard. Haikuwa rahisi. So mimi sina experience yote ya kusuka nini. Na watu wanafanya hivyo. So ni ngumu sana kuwa na biashara saluni wakati wewe usuki. So miaka 2 imekuwa ni miaka ya kujifunza. Imekuwa ni miaka ya learning new experience, jinsi ya kuongoza, jinsi ya kuishi na watu, jinsi ya kuongoza watu wanaonizidi umri. So I'm glad nipo hapa sasa hivi. Hongera. Kwenye hizo changamoto ambazo umezizungumzia, kwa sababu mwenyewe haukuwa mtu wa saluni na ndio umeingia na mwenyewe unajifunza. Ni jambo gani ambalo ulikuwa unalifikiria unasema hii inanipa nguvu ya kuendelea, lazima niendelee, lazima nitoboe hapa? Kitu gani ambacho kilikuwa kinakupa nguvu? Kitu kinachonipa nguvu ni kuna kitu kinaitwa inner spirit, inner voice, kile kisauti cha ndani. Kwa sababu mimi najua kama mimi nataka kitu fulani. Yani mimi tangia nipo shule najua kwamba okay, Zenorina, you want this. Kwa hiyo hata kama kuna muda inakuwa ngumu ndio, lakini kale ka sauti kanaambia no, this is what you want. And kupata hicho kitu is not easy, so rahisi. So you have to wake up, work hard. Of course, kutakuwa kuna siku ambazo ni mbaya, siku ambazo zitakuwa ni ngumu, siku za furaha zitakuwepo. No matter what, unatakiwa uamke, pambane, kwa sababu najua sema mbona nataka kuwepo mimi. Najua stage ambayo nataka niwe kwenye maisha yangu. And siwezi ku give up, yani no matter what, siwezi ku give up, lazima nifike hiyo stage. So hicho ni kitu ambacho kinanipush mimi niweze ku push more and more and more bila ku give up. Kuna mtu ambaye anakupa nguvu, pengine anakutia moyo? Mama yangu, sababu mimi baba yangu alifariki zamani sana, 2008, nilikuwa na miaka 3-4. So nimekuwa nikiwa na mama, mimi na kaka zangu 2 tumelelewa na mama. Nilikuwa hadi narudisha shule nyumbani kalo. Natembea babani, mama anahangaika, tunauza duka, nauza chapati. So yani mama wangu amepambana mno mpaka akastabilize, amepambana sana. Ni mwanamke shupavu. So ameni inspire mno kwa sababu yani alivyopambana, alivyoacha babangu, alivyofariki, alivyoachwa na alivyokuwa na mpaka alivyo sasa hivi, ni mtu ambaye amepambana, ameendeleza, amefanya zile mali zilizoachwa akazizalisha more and more and more. And bado anaendelea kufight. Mimi sina sweet boyfriend, sweet nini, no. Serious? Yani mama yangu ndio kila kitu kwangu. Inawezekanaje? Nimezingua ofisini huko, tu amenizingua, nampigia simu mama ananiambia fanya hii mama. Mambo ya boyfriend na hizi kama yanarudisha nyuma. Kuna msemo sasa hivi ambao huwa umeibuka hapa, kwenye mafanikio ya mwanamke kuna mwanaume nyuma. Hapana. Kwenye mafanikio ya mwanaume. Unapinga kwa asilimia ngapi? Asilimia 99.9. Kwa nini moja umeiacha? Inawezekanaje? Yani kwa hatua ambayo wewe umeifikia, kuna watu ambao pengine wanafikiria namna ya kuanzisha biashara. Mtoto wa kike saa hii. Inawezekanaje
akatoka hapo, yani akaanza kufungua biashara yake na akaanza kujitegemea pasipo kumtegemea mtu mwingine, let's say boyfriend and whatever? Kwanza kabisa ukitegemea mwanaume au boyfriend kwenye vitu kama hivyo, kuna mawili. Moja, la kwanza boyfriend akisha kuacha unafanyaje? Ndo alikuwa main support yako. Mahusiano hayana guarantee ya last milele. Watu wanaoana miaka 10 na miaka 20 na bado wanaachana. So huyo mwanaume anayekupa hela, biashara imecollapse, mwanaume anatuma hela, siku hayupo, unafanyaje? So me, I don't depend on that. I think mwanamke unaweza kufanya mwenyewe. Ndio maana nimeanzisha ile organization kupush wanawake wafanye hivyo wenyewe, kwa sababu unajua hela za mwanaume zina maneno. Yani unapewa hela, unasaidiwa, lakini na maneno juu. Umekosea tu kidogo, yani anajua yani your weakness, huwezi kumwacha cause ndo yeye pekee ule naye. So I sishauri kwa kweli. I don't recommend hela mwanaume. I believe kwenye mafanikio ya mwanaume anakuwepo mwanamke nyuma, lakini kwa mwanamke kwa nyuma hapana. Hapana. Mimi nikajua ni two ways traffic, kwamba kama kwenye mafanikio ya mwanaume kuna mwanamke nyuma, basi kwa mwanamke kuna not necessary. We don't need men. All right. Sasa hapa nilipofika hakuna mwanaume lekata shilingi yake pale ambayo imeingia. Hapana. Tukifanya ukaguzi, fanya ukaguzi, tafuteni. I'm 100% positive hakuna. Hawapo. Because men they are intimidated by me, wananiogopa. Yeah, kwa sababu ukiona ofisi yangu hebu tuhadithie, tupe picha halisi kwa mtu ambaye anatamani kujua ukubwa wa biashara yako. Tupe picha halisi, ikiwemo wafanyakazi, jinsi ilivyo, huduma zinazotolewa. Okay, Divax Beauty and Spa ina wafanyakazi 13. Umewaajiri? Nimeajiri mimi. And huduma tulizonazo, tuna huduma za kucha, huduma za makeup, huduma za nywele, aina yote, installation, kusuka, kila kitu. Kusuka watoto, yani tuna wasusi wa kila aina. Tuna huduma ya spa ambayo tunadili na ngozi, afya ya ngozi, mambo ya facials. Kwenye facials tuna hydrofacial, tuna anti-aging, tuna deep cleansing, lakini pia tuna massage, tuna body scrub, tuna wood therapy kwa wale dada ambao wanataka kupunguza matumbo. Na mimi kama mimi naweza kupunguza. Uko perfect. Tunaongeza mashepu. Mnaongeza na mashepu. Yeah, wood therapy. So ni vitu ni kama tools ambazo ni za wood, mbao. So ni all natural. Hatumii madawa. Inaitwa wood therapy, and kwa achieve unatakiwa kufanya session kama 4. Yeah. So Divax tuko maeneo ya U-Town Supermarket. Ile barabara Rufiji pale karibia na ukifika tu U-Town Supermarket ni maeneo yale. Hapa Mwanza. Hapa Mwanza. Mpaka sasa umeshatengeneza faida kiasi gani licha ya kuwa umeajiri watu? Faida? Faida, unajua kwenye business unatakiwa kuangalia faida, kuangalia profit. Tufanyagi hivyo sana. And then unajua business hadi uanze kuwa successful in a business haichukui miaka 2 wala mwaka 1. Yaani ndani ya mwaka 1 ni mwaka wa kujifunza, ni mwaka wa kupitisha changamoto zote, kujifunza, unajua biashara ikoje, kwa sababu before hujaanza biashara ulikuwa tu ni mtu wa kawaida, ulikuwa wewe sio an entrepreneur. So ukisha ule mwaka 1 in business ni mwaka wa lessons, mambo yote ya kuumiza, ya kuinua, ya kuangusha. TRA wamekuja ofisini, kuna siku TRA walikuja 10 na ofisini. Ulikuwa umefanya nini? Sasa sina experience, sijui TRA inaendaje, sijui kodi ni nini za TRA, sijui service level, sijui wakakujia pale kikundi. Yani nilipewa fine. Sasa hivi in the second year sasa mboni hii na experience, najua nikifika TRA najua niingilie wapi. Najua hii karatasi ni nini, muhimu wake ni nini, natakiwa ilipiweje, najua hii receipt natakiwa ibandikwe wapi, najua wakija kukagua naonesha nini. So yeah, I think business mpaka iwe successful, I think 5 years. Na sasa hivi na miaka 2 niambia. Okay. I think mpaka uone ile profit kabisa, ile ambayo ni ya maana. I think uwe mpaka 5 years, 4 years. And hiyo uweze kufika kirahisi kwa sababu inahitaji discipline.
Biashara inahitaji discipline and consistency. Mtu mwingine anafungua biashara, anafanya mwaka mmoja, anakutana na changamoto kibao, anafungua, anaendelea miaka 2, lakini anaona mbona sioni faida, this is too much, maybe nifungue biashara nyingine. Lakini hiyo kwenye business, yani it's very bad because biashara inahitaji discipline and consistency. Unatakiwa keep push, hauna kodi, push, yani tafuta namna, push. Ongeza hata mtaji. Yeah, kwa sababu ukisema give up, ufungue nyingine, unaanza upya. Okay. Unaanza tena na biashara nyingine, unaanza tena mwaka mwingine tena wa chocha, matatizo, nini. And then miaka miwili unaona tena na hii haifanyi kazi, unaamua tena labda nijaribu tu biashara nyingine. Unafunga tena unajaribu nyingine. Wakati ile ya kwanza kabisa, usingefunga ukakaa consistent, ungekuwa umefika hata 5 years tayari ungekuwa umeshaanza kuona matunda yako. Okay. So I advise people wawe very consistency. Hauna wateja leo, umekaa wiki nzima una wateja, unasema biashara mimi sio kitu changu. No. Nasema ngoja nijaribu kulima mpunga, ninunue shamba. Unaenda tena huko unakutana na mengine tena ya mpunga na mashamba. Unakuja, unakata tamaa. Yeah. Kuna mtu ameshawahi kuniambia ukitaka kuwa mjasiriamali mzuri lazima uwe risk taker. Yes, 100%. Take risk, yani ndio number 1 thing. Okay. Na hakuna mfanya biashara yoyote ambaye hata sio mfanya biashara tu. Any successful person lazima awe risk taker. Okay. Kwa sababu unatakiwa uthubutu. Unaweza ukakaa tu sehemu moja unategemea uzalishe upate nini, umekaa tu sehemu moja unakupa kujaribu ku take risk. No, unatakiwa wanasema step out of the box. Sijui kwa Kiswahili nasemaje, lakini take risk. Umeona kitu fulani unaogopa, just follow your heart. Hizo risk zina asilimia fulani unaweza ukatoboa, na hizo risk zitakujenga. So mimi kwa kweli I suggest kama wewe unaanza biashara, usiogope ku take any risk. Okay. Unatamani kufika wapi? Unaiona pengine Divax baada ya miaka 5 ikiwa wapi? Divax baada ya miaka 5 tu pekee. Baada ya miaka 5 naona chuo cha kufundisha wanafunzi kwa ajili ya kusuka, makeup, installation. Divax naiona Kahama, naiona Nyamongo. Yeah, so we work really hard. Nataka nifungue branch Kahama. Okay. Nataka nifungue branch nyingine Nyamongo. Nataka nifungue chuo. Wow. Yeah, cha ususi, makeup. Kwa haraka hapo tunakuwa tumeshatengeneza ajira kama ngapi hivi? Nyingi mno. Nitakuwa nimesaidia sana wanawake. Mimi napenda kusaidia especially wasichana kama mimi. Napenda sana kuona wakifanya kitu. Jamani, she's just 21. Yeah, I'm only 21. So I love seeing my fellow girls wanafanya kitu fulani. Yani naumia naona tu binti amekaa nyumbani. Unajua ukikaa nyumbani sana wazazi wanachoka. Wewe naye umekaa, una cha kufanya, nini umekaa tu nyumbani. Kuna kipindi imeshawahi kutokea umekaa tu nyumbani hauna kazi yoyote? Nilipomaliza ile shule sasa. Nimekaa, nikasoma ile 6 months nipo tu nyumbani. Mama sasa wewe ni kulala tu. Kulala tu una unachokifanya. Ulijisikiaje? Ulikuwa unajisikiaje? No, yani hata kipindi hicho sina hata idea sasa ya kufungua biashara. Na sasa basi mama ngoja niamke naenda huko natafuta maduka ya watu. Naomba nikutangazie biashara. Niko Instagram natumia watu wenye mabiashara message. Naomba nikutangazie mimi nani anaweza kutangazia biashara, naambia njoo asubuhi kwenye interview naenda. Naomba connections. Nilikuwa natoka tu nyumbani, naamka asubuhi natoka nyumbani ili tu nisionekane ile nimelala. Umelala, ujishughulishe. Yeah, naenda na unasema mtembea bure sio sawa na mkaa bure. Yeah. Sasa nilikuwa nafanya natembea siku ambazo nipo nyumbani, mama nauza kwa wewe ni kazi nisema ile kazi yangu sio ya kila siku. Nipo mpaka niende kwenye maofisi ya watu niombe naomba niwatangazie, wakikataa rudi nyumbani, wakikubali natangaza. So kwa matangazo umefanya sana? Nimefanya sana. Alikuwa anakulipa vizuri? Sio sana. Changamoto kazini. Watu wewe una marafiki wa namna gani? Marafiki zako wa namna gani? Actually mimi sina marafiki. Sina. Mimi niko tu mwenyewe. Watu wako wa karibu ni wa namna gani? Watu wangu wa karibu. Yaani sana mimi na spend time labda niko nyumbani na mama toka kakaangu, na kunikuta ninafanya nao challenge kwenye simu au tumekaa tunaangalia TV. Lakini marafiki labda wateja tu ile, lakini marafiki ile kabisa urafiki yangu. No, I don't have. Sababu yaani mimi marafiki nao kutana nao
Iwa twende Climax, twende kwa Tunza nini. Sio mambo yangu. Kwa sio marafiki yao. No, sio mambo yangu. Kwa nini sio marafiki zako watu wa namna hiyo? Kwa sababu sasa mnafikiria nini mkiwa wote wawili mmekaa? Okay, tumekaa hivi. Tunafikiria nini ni rafiki? Muda wote tu nani leo uko free tutoke. Hakuna ambacho mimi nina stress za biashara. Okay. Na stress mwenye nyumba anahitaji nini? Anahitaji renovation na mwenye nyumba anazingua. Natakiwa nitoe hela mimi nifanye renovation, tutakutana mwisho wa mwaka. Na stress mfanyakazi anazingua, na stress yule ananisumbua, na stress hela haiko sawa. Sasa unakaa na rafiki ambaye hana the same mindset, hata kama sio ya biashara, lakini kuna wale ambao bright people, marafiki ambao at least anaweza kushauri kitu. Wala hawezi kunishauri kitu. Okay. Yeah, sasa unaongea naye nini? Yeye club, shisha, nini hizi wine, nini tutoke sio mambo yangu. Okay. Ili mimi niwe rafiki yako unatakiwa niwe mtu wa namna gani? Niweze sasa kumatch. Uwe tu serious, so lazima uwe mfanya biashara. No, unatakiwa uwe serious. Unajua, niliwahi kupata rafiki mmoja. Nipo lakini yeye ni mkubwa kwangu. Ukimwona appearance, tuna mwanamwili kama wangu. Okay. Lakini ni mkubwa, she's 29, 28. Lakini ni rafiki wa kaza mwana niweza consider kama okay, huyu ni rafiki. Sababu kuna kipindi nilikuwa na changamoto, ananiambia, "Tafuta signature look ya saluni yako." Kwa mfano ukiangalia saluni hii, anajulikana yeye anafanya tu makeup. Huyu anajulikana anasuka tu. Kwa mtu ukipiga simu kusuka unaelekezwa pale. So naye tafuta signature, kama ni kubandika mawigi. Amekupa wazo hapo. Alikuwa ananiambia tuko tumekaa tu pale bwana Sela. Ananiambia do this. Mimi nilishawahi kufanya biashara hii lakini nikasema ngoja niache kwanza. Lakini mimi nakwambia alikuwa ananifunza jinsi ya kudili na wafanyakazi. Anamfanya kazi akizingua toa. Watu wanakuja. Yaani au na marafiki ambao mimi nahitaji. Ndio unataka. Okay. Yeah. Sawa. Kwa of course kuna mambo mengi sana ambayo pengine yamekuwa kama mafanikio kwako, lakini unatamani leo ukikutana na msichana umfungulie kodi muhimu atoke kwenye hiyo changamoto ambayo anaipitia kukosa ajira, utamwambia nini sasa hivi? Okay, kwa msichana ambaye atahitaji any kind of advice kutoka kwangu, kwanza kabisa mimi nitamwambia asiprioritize sana mahusiano. Yeah, kwa sababu men wapo. Build kwanza empire yako. Hakuna kitu ambacho it's very nice kama we mwanamke una hela yako mwenyewe, una ofisi yako, unapambana maisha yako unatengeneza mwenyewe. Ukisha settle ukabuild your empire, hapo sasa atakuja mtu. Okay. Yeah, atakuja sasa mtu ambaye na yeye ameshapita hayo, na yeye amesettle, amebuild his empire. Hapo sasa mnatengeneza familia, mnatengeneza empire. Lakini hawa vijana sasa hivi anakuja tu kukuharibia. Una stress ya biashara, una stress ya mapenzi, una focus wapi? Okay, kwa binti ambaye anahitaji atoke kwenye ajira, sio muuliza hivyo. Apate ajira, pengine ajiajiri. Apate ajira au ajiajiri. First of all, kwenye kujiajiri inahitaji vitu vingi sana. Mindset yako je, ipo tayari? Wewe tu kaamka ukasema nataka niwe na biashara. Je, mindset yako tayari? Before utake kufanya biashara, make sure umefanya research, usikurupukie. Umefanya utafiti. Usikurupukie tu kitu. Ndio hilo unakurupuka miezi 6 unafunga biashara. Ile alokuwa nayo tena ule mtaji huna. Nimekumbuka nilishawahi kujaribu biashara bwana. Nikafunga ndani ya miezi 2 nafikiri ilikuwa. Biashara sio kitu cha kukurupukia. Itabidi nije nipate somo of course. Mimi nilifunga kweli kabisa. Sasa unachoongelea hapa, you have to do research. Mimi mwenyewe nilifanya research kwa miezi 3 kwanza. Okay. Tembea kwenye masaluni kabla hujafungua saluni. Before nilifanya research, naenda kwanza nasuka, naangalia wanafanyaje. Na wachunguza mabosi wengine, naangalia, so you have to do research kwanza. Yeah, kwa kitu. Afu make sure unafanya kitu ambacho unakipenda. Okay. Kwa sababu uweze kufanya biashara zinaboa. Kama ukipenda unafunga. Okay. So unatakiwa kiwe kinakupush, kinakupa motivation kwamba okay, I like this. Unaamka unaenda kazini au unaenda kwa biashara yako, uko proud to do this. So unaamka tu asubuhi, tena kumekucha. No. Naona usiku ulikuwa mfupi. No. So yeah, they have to do research. Kuhusu kuela mtaji, kuna savings. Na mimi na wasichana tunapata hela. Sema unakuta mwingine ameenda amenunua nguo, ameenda Climax, amekula yote,
wengine wanahonga. Sasa wewe usiniambie hiyo nayo ipo. Umewahi kumshuhudia? Sina hapo mtu wanahonga. Mtu ukipenda. Mtu ukipenda unampa. Siri ni nyingi duniani. Okay, wewe misingi yako ni ipi kwa kumalizia tu pengine? Misingi yako ni ipi? Kuna mwingine misingi yake sijui upendo, mwingine sijui nini, mwingine kujisimamia. Wewe misingi yako ni ipi ambayo inakuongoza kila siku? Mimi msingi inayoniongoza kila siku ni kujisimamia wewe mwenyewe, wewe kama wewe. Yaani kama mwanamke unatakiwa ujisimamie wewe kama wewe. Hicho ni kitu ambacho kinaniongoza kwa sababu nishapitia situation ambayo nilikuwa desperate, nahitaji msaada. Hao men, they did nothing. So I had to fight myself. Walikuwepo? Yeah. Okay. So nikaona ni bullshit. I'm sorry. Nikaona ni nonsense. Ukaona wachana nayo. Why nini sasa you're wasting my time? Kama uwezi kunisaidia even advice, even financially, for what sasa? What purpose? Uko kwangu kwa sababu gani? So yeah, jisimamie mwenyewe. Hizi shida zingine zitakuwa easy kwa sababu ukishapata hela yako au utakuwa na any kind of stress kwamba okay, ni huyu mwanaume ananisumbua. No. Oh babe, nahitaji kitu fulani. Babe, mimi kuna mchongo na usikilizia. Basi una hela unaona mwenyewe unaachana naye. Okay. Yeah, so binti yoyote anatakiwa ajisimamie yeye kama yeye. Kuna nguvu ya kujisimamia wewe kama wewe msichana. Hata kama utaiona sasa hivi, lakini I believe utaiona baadaye. Kuna wanawake ambao ni very powerful women, wanajisimamia, mwanamke na maisha yake. Au that type of women ndo wanani-inspire mimi. Nikimwona huyu nasema I need to do this. Okay. Yeah, so jisimamie. Mama yangu alijisimamia. Okay. Kwa hiyo umejifunza kwa mama. Yeah. Like mother, like daughter. The CEO wa Divax Beauty and Spa tulikuwa naye hapa, tunapiga story tukiwa hapa kwenye apartment ya Kiseke Serenity Residence. Amefurahia sana mandhari nzuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo umepata mambo mengi kujifunza kutoka kwake. Mimi ni Lilian Rubuga. Bye bye.